Hili ni juma la 6 la ibada hizi za mfululizo za kushukuru, na tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kumshukuru. Tumejifunza vitu kadha wa kadha, na leo tena tunaendelea. Wiki iliyopita tulikuwa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu na zile kazi zote ambazo Roho Mtakatifu anazifanya kwenye maisha yetu, na tukaona kazi zile ni nyingi. Tukaona kazi zote zinazofanyika kwenye kanisa ni kazi za Roho Mtakatifu, zinafanyika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu Roho Mtakatifu kwa kazi ile, na tukapata nafasi pia ya maombi na maombezi, na Mungu akafanya mambo makubwa. Sasa leo tunaendelea na mfululizo wa kumshukuru Mungu, na leo tunataka kumshukuru Mungu kwa kuja kwake Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa Yesu kuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Haleluya! Tunamshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Tunamshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa Yesu kuja. Unafikiri vipi maisha yangekuwaje kama Yesu asingekuja? Tungekuwa katika hali gani? Tungekuwa tuna Mungu gani? Maisha yetu yangekuwaje kama Yesu asingekuja? Ulimwengu ungekuwaje? Mabadiliko yote na hali yote ya ulimwengu tunaiona sasa. Kwa kweli ni ujio wa Yesu Kristo. Hapo mwanzo, kabla ya Yesu kuja, hesabu ya tarehe kwa dunia ilikuwa inahesabiwa kwa kurudi nyuma. Kama mwaka huu ni mwaka wa 2025, mwaka unaokuja unakuwa wa 2024, na mwaka mwingine 2023, 2022. Kwa hiyo miaka iliendelea hivyo tangu mwanzo mpaka pale Yesu alipokuja. Baada ya pale ndio miaka ikaanza hesabu ya kwenda mbele kama tulivyo nayo sasa. Ninaamini ni Mungu anapanga haya mambo yote. Kwa hiyo tangu hapo ulimwengu umekuwa na mabadiliko makubwa, na mabadiliko yanaendelea, lakini ni kazi kubwa ambayo inafanywa kutokana na ujio wa Yesu Kristo. Haleluya. Sasa unamshukuru Yesu wewe binafsi kwa ujio wake kwenye maisha yako, kwa ujio wake kwenye nyumba yako. Unamshukuru Yesu kwa kuja kwenye familia yako. Unamshukuru Mungu kwa kuja kwa Yesu kwenye kazi yako, kwenye biashara yako. Unamshukuru Mungu kwa kuja kwa Yesu kwenye kila eneo la maisha yako. Haleluya. Na unapomshukuru Yesu ni vizuri hapo unapata swali la muhimu sana ambalo unapaswa kujibu. Unapotafuta kumshukuru Mungu kwa Yesu kuja, unapata swali hapo kwamba kwa nini Yesu alikuja. Haleluya. Unapata swali kwa nini Yesu alikuja, na unapokuwa unajibu hilo swali kwa nini Yesu alikuja, unapata nafasi ya kumshukuru Mungu. Kwa hiyo yale majawabu au ile jawabu la kwa nini Yesu alikuja ni sababu ya wewe kumshukuru Mungu, na unapojua hivyo unamshukuru Mungu kwa dhati kabisa, kwa dhati. Haleluya. Niseme jambo la kwanza nimejaribu kuweka katika mambo kama matatu, ambayo kwa haya matatu mengine yanatokea ambayo unaweza ukayahesabu, lakini kwa ajili ya ibada hii na kwa ajili ya muda tulionao, basi angalau haya mambo matatu ninapenda tuyatizame na tumshukuru Mungu katika haya. Ni zaidi ya haya matatu, lakini mengine yote ni matokeo ya haya matatu. Unajua, unapokuwa unafanya discussion, kuna point moja inaweza ukiitaja ndani yake kuna pointi zingine
nyingi, na wale watu ambao wamekuwa wanajibu maswali ya walimu, wakati mwingine unaogopa kutaja pointi fulani, kwa sababu ukitaja inakuia vigumu kutaja pointi zingine. Kwa hiyo uweze kutaja pointi zingine zile, inabidi ile pointi usitaje. Lakini mimi nataka nitaje hizi pointi tatu ambazo zitatusaidia kumshukuru Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Na nilisema hapo nyuma kwamba tabia ya kushukuru ni nzuri sana. Tabia ya kushukuru ni nzuri sana. Unapokuwa na moyo wa shukrani, kwa kweli una moyo mzuri. Unapokuwa na moyo wa shukrani, unapokuwa na tabia ya kushukuru, unakuwa na tabia nzuri. Na mahali penye shukrani hapawezi kupatikana manunguniko, malalamiko. Mahali penye shukrani pana tabia ya kuchunguza na kuona kwamba yale yaliyo mazuri. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa kushukuru, unajiweka kwenye mazingira mazuri sana. Na unaposhukuru, nilisema wakati mwingine hapo nyuma kwamba inakupa nafasi, unapojiweka, unapotwini batani ya kushukuru, unauambia ufahamu wako, hebu tafuta kuangalia kitu kizuri na kitu chema ambacho mtu huyu au mahali hapa au hicho unachokushukuru kimefanya. Na unapojiweka kutafuta mazuri, unapojiweka kutafuta mema, unapojiweka katika namna hiyo, unajiweka kwenye mazingira ya amani, unajiweka kwenye mazingira ya furaha, unajiweka kwenye mazingira ya utulivu, unajiweka kwenye mazingira ya faraja, unajiweka kwenye mazingira ya ambayo tunasema ni mazingira stahimilivu. Unajiweka kwenye mazingira stahimilivu, resilience. Unajiweka kwenye mazingira stahimilivu unapojituni katika kushukuru. Unajiweka kwenye mazingira ambayo ni stable, mazingira imara. Kwa hizo zote ni faida za kushukuru. Lakini unaposhukuru inakupa nafasi ya kutambua, na unapotambua unapata nafasi ya kuamini zaidi. Unapomshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu Kristo, inakupa nafasi ya kutambua kazi za Yesu Kristo kwenye maisha yako na kwenye ulimwengu kwa ujumla. Unakupa nafasi ya kuzitafakari zile kazi, na unapozitafakari zile kazi inakupa nafasi ya kuamini, maana unagundua amefanya hiki, amefanya hiki, amefanya hiki kwa sababu ya hiki, kwa sababu ya hiki, kwa sababu ya hiki, kwa sababu ya hiki. Kwa hiyo hilo linakupa nafasi ya kutengeneza imani zaidi, na unapotengeneza imani zaidi kuna kuwepo pia na kupenda zaidi, na kunapokuwepo na kupenda zaidi kuna kuwepo na kutarajia zaidi, kutumainia zaidi. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa kushukuru, unakuwa ni mtu ambaye umejitengenezea imani, upendo na matumaini, matarajio. Huyu mtu wa kushukuru, shukrani inakuwa ni instrument, ni kitendea kazi au ni kifaa, ni chombo cha kukutengenezea imani. Na kwa sababu hiyo unakuta sasa imani inaongezeka, upendo unaongezeka, matumaini yanaongezeka, na hivyo uwezo, chansi ya Mungu kufanya tena inaongezeka. Nafasi ya Mungu kutendea tena au mtu kutenda tena inaongezeka. Kwa hiyo Mungu akupe moyo wa shukrani katika jina la Yesu Kristo. Nasema Mungu akupe moyo wa kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe moyo wa kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe moyo wa kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Nilisema unaposhukuru unatambua thamani. Thanksgiving aside divine. Kushukuru kunaweka thamani. Kushukuru, unapomshukuru mtu unaweka thamani katika kile alichokifanya, na kama haushukuru unakuwa umepoteza nafasi ya kuongeza thamani. Haleluya. Kwa hiyo unataka kuongeza thamani kwenye mahusiano yako, weka shukrani. Unataka kuongeza thamani kwenye mahali pako pa kazi,
kwenye huduma yako, basi weka shukrani. Haleluya, weka shukrani. Kwa hiyo shukrani ina assign value, inaongeza value, inatambua value, na value inapoongezeka, value inapotambulika, heshima inakuwepo. Haleluya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu Kristo. Na ninaposema ujio, tunasema ni ujio huu wa kwanza. Tuna ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Kumbuka, tuna ujio wa kwanza na tuna ujio wa pili tunaotarajia. Kwa hiyo unapomshukuru Yesu, unapomshukuru Mungu Baba kwa ujio huu wa kwanza wa Yesu Kristo, inakupa akili kwamba kuna ujio wa pili wa Yesu Kristo, na unakaa vizuri zaidi, unajialaini vizuri zaidi, unajipanga vizuri zaidi kwamba huu ni ujio wake wa kwanza, umekuja na mambo haya, ujio wake wa pili utakuja na mambo haya. Haleluya. Na ili uweze kunufaika, ili uweze kuwa kwenye nafasi ya kunufaika na ujio wa pili wa Yesu Kristo, lazima uwe kwenye nafasi ya kutambua thamani ya ujio wa kwanza, thamani ya ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Kama hujaitambua na kama hujamshukuru Mungu vya kutosha kwa thamani au kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo, ni ngumu sana kuja kutambua thamani ya ujio wa pili. Kwako ujio wa pili unaweza usiwe na thamani au unaweza usiwe kitu kizuri sana kwako. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Sasa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo una mambo kadhaa, na mimi nataka niseme haya. Kwanza, kitabu kile cha Injili ya Luka sura ya 19. Injili ya Luka sura ya 19 mstari wa 10. Injili ya Luka sura ya 19 mstari ule wa 10. Tunamshukuru Mungu kwa ujio huu wa kwanza wa Yesu Kristo, kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Anasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Luka sura ya 19 mstari wa 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya. Hii ni kazi kubwa, ni kazi kubwa au ni jibu kubwa la kwanza. Kwa nini alikuja? Kwa nini Yesu alikuja? Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa hiyo sasa, kile kilichopotea, angalia tena nikusomee kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza, Injili ya waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 5. Biblia inasema, nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Yeye alidhihirishwa, yeye alikuja ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa nini Yesu alikuja? Kwa nini? Tunasema kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kuokoa kilichopotea. Huyu ni mtu, huyu ni wewe, huyu ni mimi, huyu ni yule, ni wale waliokuwa wamepotea. Nini kimewapoteza? Wamepotea katika dhambi. Kwa hiyo alikuja kuwatafuta wale waliopotea katika dhambi ili aweze kuwaokoa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo, ambaye amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Na wewe umepotea, na maisha yako yamepotea, na baraka zako zimepotea, direction
yako imepotea. Unapopotea, unapotea na vyote ambavyo Mungu alikupa kwa ajili ya maisha yako. Na anapokuja kukutafuta, anapokupata, baada ya kukupata, anapata recover, anarejesha vile vitu ambavyo ulipotea navyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Yesu kuja kunitafuta. Amekuja kunitafuta, amekuja kukutafuta, amekuja kuwatafuta watu ambao walipotea kwa sababu ya dhambi, na akisha wapata anawaokoa, anawatoa katika dhambi. Anapowaokoa, anawatoa katika dhambi, anawatoa katika madhara ya dhambi. Haleluya. Angalia kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 5. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Biblia inasema kwamba ni neno la kuaminiwa tena lastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo anasema, narudia statement hii ya kwamba alikuja ulimwenguni ili kuwaokoa wenye dhambi, na wa kwanza wao ni mimi. Sema wa kwanza wao ni mimi. Sema wa kwanza wao ni mimi. Kwa hiyo anaposema wa kwanza wao ni mimi, ni lugha ya unyenyekevu, ni lugha ya kutambua kwamba na yeye ni mwenye dhambi ambaye ameokolewa. Kwa hiyo hata wewe ambaye umeokoka, hata wewe ambaye umekubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, unatambua hili, na lazima ujue wale katika wale wao ni wewe. Wa kwanza wao ni mimi. Sema wa kwanza wao ni mimi. Sema wa kwanza wao ni mimi. Kwa hiyo unapojitambua kwamba wa kwanza wao kwenye dhambi ni mimi, inakupa nafasi ya kutafuta msaada wa Yesu zaidi, inakupa nafasi ya kutafuta utakaso zaidi, inakupa nafasi ya kutafuta Mungu zaidi, inakupa nafasi ya kutafuta msaada wa huyu Yesu zaidi, na inakuondolea kubweteka, inakuondolea kuridhika, inakuondolea kufikiri kwamba umemaliza, unapotambua siku zote kwamba katika wale wenye dhambi wa kwanza wao ni mimi, na Yesu ameniokoa, na napaswa kuendelea ndani ya huyu Yesu ili wokovu wangu uendelee kuwa na thamani. Haleluya. Kwa hiyo kuja kwa Yesu Kristo, amekuja kutafuta, amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, kimepotea kwenye dhambi, na wa kwanza wao ni mimi. Kwa hiyo kwa njia hii ya Yesu sasa tumepata nafasi ya kuoshwa dhambi zetu, tumepata nafasi ya kutakaswa, tumepata nafasi ya kuondolewa dhambi, tumepata nafasi ya kutengeneza upya, tumepata nafasi ya kuanza upya, tumepata nafasi ya kuhesabiwa kwa wenye haki pamoja naye, tumepata nafasi ya kuitwa watoto wa Mungu, tumepata nafasi ya kuitwa watumishi wa Mungu, tumepata nafasi ya kuwa warithi pamoja naye, tumepata nafasi ya kurejea kwenye nafasi zetu, tumepata nafasi tena ya kutarajia kuwa Mungu ni nani kwenye maisha yetu kwa sababu ya ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Na kwa hiyo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante, kwa sababu kama si Yesu ningekuwa wapi? Kama si Yesu ningekuwa wapi? Huwezi kushinda dhambi pasipo Yesu. Huwezi kushinda dhambi pasipo Yesu. Huwezi kushinda nguvu ya dhambi pasipo Yesu. Yesu pekee anapopata nafasi ndani yako unaweza ukashinda dhambi. Kwa hiyo leo tunamwambia Mungu asante, asante kwa Yesu kuja kunitafuta, na mimi ambaye nimeokoka nina ujasiri wa kusema kwamba amenitafuta, amenipata na ameniokoa, na niko ndani yake, ninatembea naye. Na kwa hiyo Mungu ninakushukuru kwa sababu kwa njia ya kuokoka unapata akili mpya, unapata mipango mipya, unapata maono mapya, unakuwa mtu mwingine na unakuwa una matazamio mengine. Haleluya, haleluya. Kama unamshukuru Yesu, piga makofi ya shukrani kwa Bwana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo ambao umetufungulia mlango, umetufungulia mahusiano yetu na Mungu, umetupa nafasi ya kutengenezwa na kuwa viumbe vipya kwa njia ya kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu, na kwa njia ya imani tulionayo katika Kristo basi tunapata
kuokolewa. Hili ni jambo kubwa sana ambalo unapaswa kila wakati kumshukuru Mungu. Shukuru Mungu. Na hii sasa, unaposhukuru Mungu kwa kukuokoa, lazima ujue kwamba umeokolewa na dhambi na madhara yake. Madhara ya dhambi ni mengi sana. Madhara ya dhambi hayana idadi, unaona, lakini madhara makubwa ya dhambi na ya mwisho kabisa ni kwenda katika jehanamu ya milele. Haya ndiyo madhara makubwa, lakini hata kabla ya hapo, madhara makubwa ya dhambi mengine hapa duniani hapo: magonjwa, mafarakano, njaa, vurugu zote, kwa sababu kwa hisani Mungu alipotengeneza mambo yote aliyaweka kwamba watu wake wasipate shida, watu wake wasipate mateso, watu wake wasipate mahangaiko, watu wake wasipate vurugu, wale na amani. Akaweka mahitaji yao yote. Dhambi ikaleta mapungufu kwenye maisha ya watu, ikaleta watu kutafuta hiki, watu kutafuta kile, watu kutafuta hiki, kutafuta kile, hakuna hiki, hakuna kile, kwa sababu ya dhambi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaweza tukamshukuru Mungu kwa moyo wa dhati kabisa kwamba Mungu, nakushukuru kwa sababu umempa Yesu, umemleta Yesu, na hii inatokana na kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Utakapomwamini unatoka katika upotevu, unatoka katika upotevu, unatoka katika uangamivu, unatoka katika uharibifu, unatolewa katika mauti na unaingizwa katika uzima, unaingizwa katika uzima, na huu ni uzima wa Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa kuwa Yesu alikubali. Halikuwa jambo rahisi. Unaposema ujio wake wa kwanza, hakikuwa kitu, it was not a ceremonial. Halikuwa jambo tu ni tafrija. Unazungumza kazi ya ukombozi, unazungumza kazi ya msalaba, unazungumza kuteswa, unazungumza kufa msalabani, unazungumza dhihaka zote alizofanyiwa. Unapotafuta thamani ya ujio wake kwako, unaangalia, unapita katika hizo njia zote, unatambua kabisa kwamba ninapaswa kushukuru Mungu kwa sababu aliweza kutoa mwana wake wa pekee, mwana wake wa pekee kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya wokovu, kwa ajili ya uponyaji wa ulimwengu wote. Ni kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu kwa kuja kwake Yesu Kristo, automatically tunamshukuru Mungu kwa kutupenda sana. Tunamshukuru Mungu kwa kutupenda sana. Tunamshukuru Mungu kwa kujitoa sana. Ametupenda sana na amejitoa sana. Ametoa sana kwa ajili yetu, ili tuweze kupata uzima, ili tuweze kutolewa katika uharibifu, tuweze kutolewa katika uangamivu, tuweze kutolewa katika yale mateso ambayo yule adui ameyaleta. Haleluya. Kwa hili ni jambo la kwanza ambalo leo tunatakiwa tumshukuru Mungu kwa hilo. Na unapoangalia Isaya sura ya 60, Isaya sura ya 8, Mungu anaanza ni mtume nani? Naye ni nani atakayeenda kwa ajili yetu? Isaya anasema nitume mimi, nitume Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakati mwingine huwa unaona kama ni Yesu pia ambaye nani aende kuwaokoa hawa watu? Nani aende kuwatoa katika utumwa? Nani aende kuwatoa katika uharibifu? Nani aende kumpiga Ibilisi? Nani aende kumharibu Ibilisi? Yesu anajitoa kwa ajili yetu na kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo tunaweza tukapata faida kubwa kwa ujio wa Yesu. Hii faida ya ujio wa Yesu kutuokoa, anatuokoa sio tu sana kwenda mbinguni. Hapana, anatuokoa kiuchumi, anatuokoa kibiashara, anatuokoa katika kijamii, anatuokoa katika nyanja zote za maisha, anatuokoa kiroho, anatuokoa kimwili, anatutoa kwenye hatari, anatutoa kwenye umaskini, anatutoa kwenye magonjwa, anatutoa kwenye laana, anatutoa kwenye uharibifu na madhara hayo yote. Ndio maana ya kutuokoa. Roho yako inapookolewa, nafsi yako inapokuwa inahuishwa na baraka zako zinapokuwa zinakombolewa,
na kuletwa kwako, Mungu anatengeneza maisha yako yawe maisha mazuri, yawe maisha ya furaha, yawe maisha ya amani, yawe maisha yenye uzima. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo, you stand in a better position to become a partaker. Unajiweka kwenye nafasi nzuri ya kuwa mshirika wa faida za ujio wake, kwa sababu unazitafakari, na unapozitafakari unazitambua, unapozitafakari unazielewa, unapozitafakari unaamini katika ukombozi, unaamini katika kazi ya msalaba, unaamini katika kupona, unaamini katika kufunguliwa, unaamini katika kutolewa kwenye nguvu za giza, unaamini katika kutolewa kwenye mateso ya ibilisi, unaamini katika kutolewa kwenye uchawi na uganga, unaamini katika kutolewa kwenye mdandamizo wa kiakili. Kwa Yesu atakufungua, atatengeneza akili zako, na hapo ndipo anapomleta Roho Mtakatifu. Kwa sababu wiki iliyopita tulimshukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu, lakini kwa kweli bila ujio wa kwanza wa Yesu Kristo, Roho Mtakatifu alikuwa hana nafasi ya kuja. Kwa Roho Mtakatifu ana nafasi na faida zote zile tulizozipata kwa wakati, tunazoendelea kuzipata hata leo, tunaendelea kupata hata kesho, tunaendelea kupata, ni kwa sababu Yesu Kristo alikuja, na kwa njia ya ujio wake Roho Mtakatifu akaja, na kwa njia ya Roho Mtakatifu mambo mengine mengi tunaweza tukayapata. Haleluya, haleluya. Kwa kweli Yesu amekuja sio tu kutuandaa kwenda mbinguni. Haleluya. Amekuja kutuandaa, amekuja kuturudishia thamani, amekuja kutuweka kwenye position yetu. Kuna nafasi yako ambayo Mungu anaitaka uwe nayo hapa katika dunia hii, ukae nayo, ufanye nayo kazi, na baadaye nitakapokuja kwenye mbingu mpya na nchi mpya, uwepo pia kwenye hiyo nafasi yako. Haleluya, 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 haleluya. Mwambie Yesu asante. Sema Yesu asante. Sema Yesu asante. Sema Baba asante. Sema Baba asante. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa ambalo tunapaswa kulitambua kila wakati, na wewe ambaye umeokoka ujue thamani ya wokovu wako. Ujue wokovu wako ni kitu cha thamani sana, ni kitu cha thamani mno, na sio kitu ambacho yeyote anaweza kukipata. Tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani tuliyonayo katika Kristo Yesu. Sasa hivi ni vitu ambavyo thamani hii unapo, na ndio maana nasema mtu akishaokoka alafu akaharibu ile neema ya wokovu, akaipuza, akaikanyagia chini, akarudi katika dhambi, mtu huyu kuja tena kupata nafasi nyingine ni vigumu sana. Biblia inasema ni kwa sababu anamsulubisha mwana wa Mungu kwa mara ya pili. Ukiwa na uelewa kamili juu ya dhambi, ukiwa na uelewa kamili juu ya shetani, ukiwa na uelewa kamili juu ya Mungu na kazi zake, bado unaendelea kushiriki au kushikamana na yule mwovu. Kwa hiyo tumshukuru Mungu sana kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Umetufanya kuwepo mahali hapa, umetupa thamani hii tulionayo, umetupa usemi juu ya maisha yetu, na umetupa nafasi hii ambayo tunaweza tukamtukuza. Kwa hiyo tunamwambia Mungu asante. Haleluya kwa ujio wa kwanza. Na ujio wa kwanza sasa, kati ya mambo makubwa ambayo kwenye ujio wa kwanza Yesu ameyaleta na ameyafanya, na pia sasa hivi tunaweza tukahitaji kama sababu ya pili, tunaangalia kile kitabu cha Yohana wa kwanza, ni kuonyesha jambo fulani pale, jambo zuri sana. Kitabu cha Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8, ni jambo ambalo unalifahamu. Anasema kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Mwana wa Mungu alidhihirishwa, alikuja, alifunuliwa ili azivunje kazi za ibilisi, katika kukuokoa, katika kukuponya, katika kukufungua, katika kukuweka huru, katika kubadilisha maisha yako, katika kukubariki, katika kukuinua, katika kukuongoza katika njia yake, katika kukupa uzima, katika kukupa mema, kutenda kazi zote njema anazozitenda kwako. Kuna kazi nyingine anakuwa anaifanya ya kuharibu kazi za ibilisi. Haleluya, haleluya, haleluya. Anapokuwa anakusamehe dhambi, anaharibu kazi ya ibilisi. Anapokuwa anakuponya, anaharibu kazi ya ibilisi. Anapokuwa anakufungua, anaharibu kazi ya ibilisi. Yesu anapokuwa
anapokuokoa, anapokutoa kwenye njia ya jehanamu, anaharibu kazi ya ibilisi. Anapokuita umtumikie, anaharibu kazi ya ibilisi. Anapokubariki, anapokutoa kwenye umaskini, ameharibu kazi ya ibilisi. Anapoleta upatanisho, anapoleta amani, ameharibu kazi ya ibilisi. Anapoleta uzima, anapoleta afya njema kwenye maisha yako, ameharibu kazi ya ibilisi. Anapokupa furaha, anapokupa usingizi mzuri, ameharibu kazi ya ibilisi. Anapokulinda, anapokuzingira kwa damu yake, anapokuzingira kwa moto wa Roho Mtakatifu, anaharibu kazi ya ibilisi. Chochote anachokufanyia, the opposite of it, anaharibu kazi ya ibilisi. Kwa hiyo tunamshukuru kwa sababu amekuja kutuokoa, amekuja kutuponya, amekuja kutufungua, amekuja kutuweka huru, amekuja kutubariki, amekuja kutuinua, amekuja kututendea mema, amekuja kutubadilisha, amekuja kututoa kwenye aibu, amekuja kututoa kwenye mateso. Na anapofanya hivyo, anafanya kazi nyingine ya kupiga kazi za shetani. Amekuja kupiga mapepo, amekuja kupiga majini, anapiga laana, anapiga magonjwa, anapiga uharibifu, anapiga giza, anapiga nguvu za giza, anapiga minyororo yao, anakata minyororo, anakata pingu zao, anakata uharibifu zao. Anapobariki biashara yako, ameharibu laana ya shetani iliyokuwa inazuia. Kwa hiyo anapokuinua, ujue the opposite of it, anapiga, anaharibu kazi za ibilisi. So Yesu alikuja kwenye maisha yetu. Kwa nini tusimshukuru? Haleluya! Kwa nini tusimwambie asante? Kwa sababu amekuja kuzivunja kazi za ibilisi. Na sisi tunaomwamini, sio tu kwamba anazivunja tu, lakini pia ameachilia neema nyingine. Unapomwamini, ukamkubali, ukampokea, akawa na wewe, ukatembea naye, na wewe unafanya zile kazi. Anasema utakaponiamini, kazi nizifanyazo utafanya na kazi kubwa kuliko hizo. Kwa nini? Anasema nenda kwa Baba, analeta Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anafanya kazi nawe. Kwa hiyo na wewe unafanya kazi ya Yesu, unafanya kazi ya kuokoa, unafanya kazi ya kuponya, unafanya kazi ya kubariki, unafanya kazi ya kutenda mema, unafanya kazi ya kuvunja, unavunja uchawi, unavunja uganga, unavunja mizimu, unavunja majini, unapiga, unaharibu hizo kazi zao zote. Kwa nini? Kwa sababu naye Yesu. Haleluya! Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Kwa anakubadilisha, unakuwa mwingine. You become a partaker of his divine nature. Unakuwa mshirika kamili wa ile asili yake ya kiungu, na ule Mungu unakuwa ndani yako, unatenda kazi ndani yako, unakuwa ni channel ya Yesu, unakuwa ni channel ya Mungu, unaendeleza zile kazi zake hata utakapozikamilisha. Haleluya, 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 haleluya. Kwa nini tusimshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu Kristo? Kwa nini tusimshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu Kristo? Ametupa thamani. Haleluya, ametupa thamani. Yesu ametupa thamani. Yesu anatufanikisha. Yesu ametufanikisha. Biblia inasema alikuja kuzivunja kazi za ibilisi. Angalia ule mstari wa sura ya 13, nikusomee tena hapo ninapoenda kumaliza mahubiri yetu ya leo. Warumi sura ya 13 mstari ule wa 12. Kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari ule wa 12. Warumi sura ya 13 mstari wa 12. Umefika mahali hapo? Umefika mahali hapo? Sema amen kama umefika. Sema amen kama umefika. Nyosha mkono wako nijue tuko pamoja au tumekuacha kituoni. Tunaenda pamoja. Haleluya. Mstari wa 12 umeuona? Ule mstari wa 12 anasema kwamba usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Haleluya. Kwa Yesu katika ujio wake anatuambia tuzivue, tuyavue yale matendo ya giza, matendo ya giza, matendo ya dhambi, matendo ya uharibifu, matendo ya kipepo. Tuyavue yale matendo ili tuweze kuvaa
silaha za nuru. Tuvae upendo, tuvae imani, tuvae matumaini, tuvae hizo silaha za Mungu ambazo ni silaha za nuru, ili tuweze kutembea katika nuru na hiyo nuru iweze kuangaza kwenye maisha yetu. Kwa hiyo Yesu, ujio wa kwanza Mungu wa Yesu, nasema Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. It is true. Anapo execute hii kazi, anapokuwa anaifanya hii kazi, kuna jambo linatokea upande wa pili ambalo ni kuharibu kazi za nani? Za Ibilisi. Anaharibu kazi za giza, anaharibu kazi za giza. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuja kutuokoa na amekuja kuharibu pia kazi za giza, na hiyo inaleta amani, inaleta faraja, inaleta matumaini, inaleta furaha kwenye maisha yetu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Na kwa njia hii Yesu anapokuwa anaharibu hizi kazi za Ibilisi, aliishi kuzivunja kazi za Ibilisi, Biblia inatuambia anatuhamisha. Tunahamishwa kutoka kwenye kingdom ya giza, unahamishwa kutoka kwenye kingdom ya Ibilisi, unahamishwa kutoka kwenye kingdom ya mizimu. Kwa jina la Yesu unahamishwa kutoka kwenye kingdom ya kipepo, unahamishwa kutoka kwenye kingdom ya shetani, unahamishwa kutoka kingdom ya yule mwovu, unaletwa kwenye kingdom ya Mungu, unaletwa kwenye kingdom, kwenye ufalme wa Mungu, kwenye utawala wa Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru kwa sababu kwa njia ya ujio wake huu anapofanya kazi ya kutuokoa, anapofanya, Biblia inasema kila atakayelitia jina la Bwana ataponywa, kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa, kila atakayelitia jina la Yesu, kwa sababu ndilo jina tulilopewa. Hakuna jina jingine tulilopewa isipokuwa jina la Yesu. Kwa hiyo unapoliita jina la Yesu kazini kwako, unamleta Yesu kazini kwako. Unapolitaja jina la Yesu ofisini kwako, umemleta Yesu ofisini kwako. Unapolitaja jina la Yesu kwenye biashara zako, umemleta Yesu kwenye ile biashara. Unapolita jina la Yesu kwenye ndoa yako, umemleta Yesu kwenye ndoa yako. Unapolita jina la Yesu kwenye masomo yako, kwenye taaluma yako, umemleta Yesu kwenye ile taaluma. Na anapokuja na kazi zake hizi, anakuja kutafuta, anakuja kuokoa, anakuja kuona shida iko wapi, anakuja kuharibu kazi za giza, anakuja kuharibu kazi za Ibilisi, anakuja kuharibu ufalme wa giza. Unapomuita, anakuja kuharibu kingdom ya shetani. Na hapo unapomuita jina la Yesu, unapomuita Yesu huyu ambaye amekuja ili kukuokoa, unakuwa Mungu anafurahi. Haleluya. Mungu anafurahi, kama tulivyojifunza last time kwamba mpe kazi ya Roho Mtakatifu. Don't let Holy Spirit stay idle in your office, idle in your home, idle popote pale ulipo, unakuta uko busy, Roho Mtakatifu yuko idle. Don't try it. Ni mbaya. Pe kazi Roho Mtakatifu, kwa sababu na kazi zile anazifanya kwa sababu ya Yesu kuwepo, kwa sababu nampa zile kazi jina la nani? Kwa jina la Yesu. Napompa Roho Mtakatifu kazi kwa jina la Yesu, anaenda yeye, Roho Mtakatifu anafanya, na anapofanya Mungu anatukuzwa. Kwa hiyo tunamshukuru kwa sababu amekuja, na anapokuja wake ameleta mabadiliko kwenye maisha yetu. Kama umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uko kwenye njia sahihi. Piga Yesu makofi mengi na vigelegele. Piga makofi mengi na vigelegele kama unaye Yesu moyoni mwako. Piga makofi kama unaye Yesu moyoni. Piga makofi kama unaye Yesu moyoni. Piga makofi kama unaye Yesu moyoni. Piga makofi unaye Yesu moyoni. Unaye Yesu moyoni, mshangilie sana. Shangilie kwa makofi, shangilie kwa makofi unaye Yesu moyoni mwako. Piga makofi mengi kwa Bwana. Piga makofi mengi unaye Yesu moyoni mwako. Unaye Yesu moyoni mwako. Mshangilie Yesu aliyeko moyoni mwako. Na usimame tuimbe wimbo huu wa kumshukuru Mungu. Na tunapomshukuru Mungu, tuendelee kumwambia Mungu asante. Na labda niseme kitu hiki kwamba unaye Yesu moyoni ni jambo la thamani kubwa sana. Na mwambie Mungu asante. Haleluya. Mwambie Mungu asante. Asante kwa sababu amekupendelea. Haleluya. Kwa sababu amefanya nini? Amekupendelea. Piga makofi kama Bwana amekupendelea. Haleluya, haleluya. Kama Bwana amekupendelea, piga makofi mengi. Naona usimame tuimbe. Na usimame tumshukuru Mungu kwa ajili ya upendeleo wote ambao tunaupokea kutoka kwake. Yes, haleluya. Haleluya. Simama kwa miguu yako.
Sema hivi, vyote vilivyo navyo umenipendelea. Uhai huu nilio nao mimi na neema hii umenipendelea. Sijivuni kwa lolote nililolifanya, ila umenipendelea. Afya hii, pumzi hii umenipendelea. Pigie makofi Bwana.
Tumalizie. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ujio wa Yesu ni upendeleo kwa ulimwengu. Ni upendeleo kwa ulimwengu, na wale wanaotambua kwamba kuna upendeleo huu wananufaika na huo upendeleo. Ujio wa Yesu, ujio wake wa kwanza ni upendeleo wa Mungu kwa watu. Ni upendeleo wa Mungu kwa ulimwengu. Na wale wanaotambua na kukubali na kuamini basi wanafaidika na upendeleo huo. Na wale ambao hawasio basi hawapati manufaa. Na kupata manufaa maana yake ni kupata hasara. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya upendeleo wote ambao tunaupata kwa njia ya Yesu Kristo mbele zake. Amekupendelea, amekupa jina. Hili jina la Yesu nalo unaweza kulitumia mahali popote. Unaweza kulitumia na likaleta matokeo makubwa kadiri ya imani yako. Ametoa damu yake. Ni upendeleo mkubwa kwamba unaweza kuitumia hiyo damu. Ipo hata hapo ulipo, hiyo damu ipo. Ukiwa nyumbani kwako, damu ya Yesu ipo. Ukiwa kazini kwako, damu ya Yesu ipo. Ukiwa shuleni, damu ya Yesu ipo. Ukiwa kwenye gari, ukiwa kwenye ndege, ukiwa kwenye chombo chochote cha usafiri, unayo damu ya Yesu. Damu ya Yesu imepatikana kwa sababu Yesu alikuja. Haleluya! Kama asingalikuja, usingekuwa na damu hii na jina lake Yesu lisingekuwa kwenye maisha yako, na kwa hiyo ungefanya nini? Usingekuwa na chochote. Haleluya! Kama si Yesu, kama si ujio wake huu wa kwanza kwenye maisha yetu, tungekuwa wapi? Tunamshukuru Mungu. Tunapoona kitabu cha Ufunuo ile sura ya 12 anasema kwamba nao wakamshinda yule ibilisi kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hata sisi tunatazamiwa kumshinda kwa damu ya mwana kondoo. Tumshinde asubuhi, tumshinde mchana, tumshinde jioni, tumshinde usiku, tumshinde ibilisi tukiwa macho, tumshinde tukiwa tumelala. Kwa sababu ya nini? Ya damu ya Yesu Kristo. Tumshinde kwenye familia zetu, tumshinde ibilisi kwenye ndoa, tumshinde kwa watoto wetu, tumshinde kwenye masomo, kwenye taaluma zetu, tumshinde kwenye karama na kwenye vipawa vyetu. Tumshinde ibilisi, tumshinde kila wakati, tumshinde nyakati zote, tumshinde tukiwa watoto, tumshinde tukiwa vijana, tumshinde tukiwa watu wazima, hata tukiwa tumezeeka, tumshinde. Haleluya, haleluya! Tumshinde kila tutokapo, tumshinde kila tuingiapo, tumshinde wakati wa mchana, tumshinde wakati wa usiku. Tuna wajibu huo wa kushinda kwa sababu tunayo damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipo, itumie. Jina la Yesu lipo, litumie. Neno la Mungu lipo, litumie. Hizo zote ni silaha ulizopewa, unaweza ukazitumia. Na zitumie. Imani ulionayo inatosha. Imani ulionayo inatosha, hata kama ni ndogo, kama chembe ya haradali. Imani ulionayo inatosha. Kama unaweza kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, hebu amini ya kwamba kile ninachokiomba, kile ninachokisema kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa kupitia neno la Mungu, hicho kitu kinakuwa, hicho kitu kinakamilika. Kwa nini? Kwa sababu ya ujio wa kwanza wa Yesu. Kwa hiyo unaweza ukafanya mambo makubwa kwenye maisha, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye kazi zako, kwenye biashara yako, kwenye taaluma yako. Unaweza ukafanya mambo makubwa kuliko unayoyafikiri, kwa sababu Yesu amekuja, kwa sababu Yesu amefanya kazi pale Kalvari. Na pale Kalvari akasema imekwisha. Maana yake sasa ni nini? Ni mimi na wewe kujibidisha kuchukua manufaa, kujibidisha kuchukua manufaa ya ile kazi yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tuna sababu nyingi za kumwambia Mungu Baba asante kwa sababu ya ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Na kama nilivyowaambia, ujio wa kwanza wa Yesu Kristo unaandaa ujio wa pili wa Yesu Kristo. Ukishindwa kumshukuru kwa ujio wake wa kwanza, hautapata nafasi ya kumshukuru kwa ujio wa pili. Kwa sababu ujio wa pili, wewe utakuwa kwenye upande wa kulia na kusaga meno. Utakuwa kwenye upande wa kulia na kusaga meno kama umeshindwa kumtambua na kumshukuru kwa kazi zake za ujio huu wa kwanza. Kwa hiyo Yesu ndiye Bwana, ndiye jana, ndiye leo na hata milele. Yupo kwenye maisha yetu, yupo kwenye familia zetu, yupo popote pale. Pe nafasi Yesu, pe nafasi ya kubadilisha, anaweza kubadilisha. Kimpa nafasi ya kugeuza, anaweza kugeuza. Haleluya.
Piga Bwana Yesu makofi mengi na vigelegele. Tunaweza mara nyingi ni rahisi kushukuru kama Mungu amekupa fedha, kama Mungu amekupa kazi, kama Mungu amekupa biashara, kama Mungu amekupa mke, kama Mungu amekupa mme. Ni rahisi kushukuru sana. Kama Mungu amekusaidia umepata faida kwenye biashara yako, ni rahisi kusema asante. Kama Mungu amekuondolea ugonjwa, ni rahisi kusema asante. Lakini si rahisi kusema asante Mungu kwa kumleta Yesu ulimwenguni. Asante Mungu kwa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yangu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jifunze kumwambia Mungu asante kwa kazi ya Yesu. Asante hata kwa ile kazi ambayo sijaona manufaa yake kwenye maisha yangu, lakini ujue kuna manufaa zaidi ya vile unavyojua kwa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Haleluya. Kanisa, piga makofi kwa Yesu. Kanisa, tumpigie Yesu wetu makofi. Piga makofi kwa Yesu. Ufurahie Yesu, utembee na uwe na ujasiri na Yesu. Unanielewa? Uwe na ujasiri kwamba wewe ni wa Yesu. You belong to Jesus. I belong to Jesus. Hallelujah. Sema I belong to Jesus. Sema I belong to Jesus. Sema mimi ni wa Yesu. Sema mimi ni wa Yesu. Sema mimi ni wa Yesu. I belong to Jesus. Mimi ni mali ya Yesu. Mimi ni mali ya Yesu. Na Yesu ni kwenye maisha yangu. Hallelujah. Sema Yesu tu. Sema ni Yesu tu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yale mambo anayofanya. Tunashukuru kwa yale kwa ujio wa Yesu, lakini na kazi zake zote anazoendelea kuzifanya. Mabadiliko makubwa ambayo Yesu anaendelea kuyafanya kwenye maisha yetu. Tujifunze kumwambia Mungu asante. Hili ni juma letu la 6 la kumwambia Mungu asante. Kwa wale ambao wanafuatilia, tabia ya kushukuru inaendelea kukua ndani yako. Tabia ya kushukuru inaendelea kutamalaki. Tabia ya kushukuru inaendelea kupata nafasi, na utaona kadiri tabia ya kushukuru inavyoongezeka kwenye maisha yako, ndivyo hali ya amani, utulivu, furaha, matumaini, imani na upendo vinavyoongezeka. Kutokushukuru ni ugonjwa mbaya sana. Kushukuru kama moyo wako hauna shukrani, una ugonjwa wa kufisha, una ugonjwa wa kuua, una ugonjwa mbaya. You will never acknowledge, you will never recognize values in your life. Hautaweza kutambua thamani za watu, za vitu, za hiki na kile kama hauwezi kushukuru. Shukuru hata kwa kidogo. Haleluya. Maana nikisema shukuru kwa ujio wa kwanza, inakuwa ni msamiati mkubwa sana kwako. Unaona ni kitu kigumu, ni kitu kubwa sana, labda hata libebeki. Kwani sasa you are not used to. Hauna ile tabia ya kushukuru. Hauna tabia ya kushukuru. Hebu jizoeze kushukuru. Wiki iliyopita nilisema tumia hata robo saa au nusu saa kwa siku kumwambia Roho Mtakatifu asante. Alafu uone Roho Mtakatifu atakapofanya kazi na wewe kwenye maisha yako. Yule unayemwambia asante, unamshukuru. Unapomshukuru na kumshukuru, unampa nafasi ya kufikiri tena afanye nini kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, nimalize kwa kusema hivi, tunaweza tukanufaika sana na ujio wa Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Hata wewe ambaye umeokoka, Yesu yuko ndani yako, unaweza kunufaika sana kama ukijenga tabia ya kumshukuru na kushukuru Yesu uko ndani yako. Unajua hata kama alikuwa anataka kuondoka kwa sababu ya maneno anaweza kurudi. Haleluya. Unanielewa? Na kushukuru kwa sababu ya uwepo wako kwenye maisha yako. Hata kama umemkasirisha, umetoka kwenye dhambi, umemkataa, amekwambia fanya hiki, fanya kile, hauko tayari, una mambo yako unaenda, lakini mwisho unarudi, Yesu nakushukuru. Unajua unamtuliza. Anasema pamoja na makorogocho yake haya yote magumu, lakini bado ananitambua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna baba mmoja alikosana na mke wake. Huyu mwanamke alikosana na mke wake. Sasa wakawa ule ukoo umekuwa ni mkubwa sana. Na wakawa wamefika kwenye hatua ambayo sasa kila mtu anasema basi. Sasa yule baba akaenda kwa kansela mmoja. Alikuwa ni mchungaji. Akaenda kwa yule kansela mchungaji, akaeleza ule mgogoro wake, na alipoeleza ule mgogoro wake
Akamuuliza, mke wako ana mahali? Kuna vitu kadhaa alikuwa anavilalamikia kwa mke wake, na ambavyo sasa vimekuwa vikubwa, na mke wake naye ana malalamiko fulani kwa mume wake. Sasa yule kazi akamuuliza, unaweza kusema kitu vizuri, ni kitu gani ambacho unaweza kumshukuru Mungu au kumshukuru mke wako? Akaanza kuandika, akampa karatasi, akamwambia kwanza kuandika vile vitu vile mambo usiende kuachana. Ndio sasa ni sawa napoachana, lakini basi hebu hapa kushukuru tu kwa kipindi hiki. Hebu anza kuorodhesha yale mambo ambayo unaona kwamba unaweza kumshukuru kwa hayo kwa kipindi ulichokuwa nacho. Jamaa akachukua karatasi, akaanza kuandika, akaandika. Sasa unajua wakati huo akili yake ameituni kwenye frequency ya kushukuru. Haleluya. Akili zake ziko kwenye masafa ya kushukuru. Kwa hiyo kabla ya hapo akili zake zilikuwa kwenye masafa ya kudimani, masafa ya madai, anadai. Kwa kama wewe frequency zako za maisha unachezea kwenye madai tu, uko kwenye hatari kubwa sana. Kwa hiyo alipotuni kwa msaada wa ile kansela ya mchungaji, akatuni kwenye kushukuru, akaanza kuandika, akaandika, akamaliza peji ya kwanza, anaandika tu. Baadaye akamwomba na mchungaji tena, naomba karatasi nyingine. Akaendelea kuandika tu, anaandika, kajaza. Yule bwana alijaza, anaandika, kajaza kaoma ya tatu. Akaandika, anaandika. Alipomaliza pale anaandika, akawa yule bwana alikuja anaandika kwanza zimekusha. Alikuja sura haieleweki, akaona kuna mwanga kwenye uso wake. Alikuja hana mjadala, akaona kuna tabasamu kwenye uso wake. Akamwomba mchungaji, naomba unipe nafasi kwanza, naomba tuaishi hili jambo kwanza, nipe nafasi niende kwanza nyumbani. Haleluya. Aligundua treasure, aligundua vitu vingi ambavyo alikuwa amevisahau, lakini alipoanza kushukuru aligundua thamani kubwa. Akagundua hata yale madai aliyonayo ambayo anaona ni mapungufu ni kidogo sana kulinganisha na hivi ambavyo anaweza kushukuru. Kwa hiyo sababu ya kudivorce, sababu ya kutaka kuacha ikaishiwa na shukrani. Haleluya. Kuna watu wanafika mahali wanaacha wokovu, wanamwacha Yesu, wanarudi dhambini. Kwa nini? Kwa sababu ameconcentrate na yale anayoyataka, lakini akipata nafasi ya kurudishwa, kuna hiki, angetambua kwamba hana sababu ya kuacha wokovu, hana sababu ya kumwacha Yesu, hana sababu ya kuacha huduma, hana sababu ya kuacha utumishi, hana sababu ya kuacha hiki na kile, kwa sababu ya yale anayoyadai. Haleluya. Pigie Yesu huyu makofi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapomshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu, napomshukuru Mungu kwa Yesu kuja kwenye maisha yangu, mimi napomshukuru, ninamshukuru. Tarehe zangu zinaanzia tarehe ya 14 ya mwezi Juni ya mwaka 2002, wakati nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sokoine, na hapo ndipo moyo wangu ulifunuliwa na Yesu akafunuliwa ndani yangu, nikampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Na hapo kwa namna ya kipekee ile tukio lilipotokea ndani yangu, na hapo pia nikajazwa na Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza, na nikaanza kuisikia sauti ya Mungu kwenye maisha yangu. Kwanza nikasema, Yesu, ili jambo lilikuwa mimi, si ningepata hili kitu tangu nikiwa mdogo, tangu hata nikiwa sekondari, tangu nikiwa wapi huko. Haleluya. Nikamshukuru sana kwa kuniokoa. Nikamshukuru sana. Na hapo nilipokuwa namshukuru, ndio nikazidi kuona thamani yake, nikazidi kuona uwepo wake, nikazidi kuona uhalisia wake, nikazidi kuona yuko na mimi, nikazidi kuona siko mbali naye.
nilipokuwa nashukuru kama nimeokoka, nashukuru kumbe Mungu uko hivi, nashukuru. Sasa ninapozidi kushukuru, nazidi kuona sababu ya kushukuru, na nazidi kuona uzuri wake, nazidi kuona wema wake. Wakati ule nikatamani hata kuacha chuo ili nikaende nikawaambie watu habari za Yesu. Kaambia Mungu, au nilikuja huku chuo hiki ni kama vile nilikuja tu kuokoka. Haleluya. Nikasema kama nilikuja kuokoka na kukumbuka. Kaambia Mungu, basi inawezekana hata hivi chuo sikutakiwa kuja huku. Haleluya. Haleluya. Maana kabla nilikuwa na vyuo viwili vya kwenda. Nilikuwa nina admission B ya kwenda kufanya Doctor of Medicine chuo kikuu cha Dar es Salaam Muhimbili, lakini pia nikawa na admission ya kwenda Sokoine kusoma degree nyingine kule. Lakini huko maisha yangu yote nilikuwa nasema nitakuwa daktari, lakini nilipofika kusubiri kilitokea pale na basi tena kwa daktari, ngoja nikasome huko tu. Sasa nimeenda kule, baadaye nasema hao nilikuja huko tu kuokoka, nirudi tena niende kule. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lakini kadiri niliendelea kumshukuru, nikaanza kutoa sadaka. Nikasema wakati nilikuwa mwanafunzi, nikasema ninatoa sadaka, sina mshahara, lakini kwenye ile hela ya nayopewa chuoni na serikali, nikasema nitakuwa natoa shilingi 1,000 kwa mwezi wakati huo. Haleluya. Sasa nitakuwa natoa shilingi 1,000 angalau, ili kwa ajili ya kupeleka sehemu fulani wale watu wanapita kuambia watu habari za Yesu. Sema na mimi huko kama siendi huko, lakini naomba nitoe sadaka kwa ajili ya kuinjilisha, kwa ajili ya kupeleka habari za Yesu mbele, ili watu wengine nao wakaokoke. Haleluya. Haleluya. Yes. Na tangu wakati huo akili yangu ikawa ni katika watu kuokoka, kuongoza watu kuokoka, kuongoza watu kuokoka, kuongoza watu kuokoka. Maono yangu kwenye maisha nilikuwa profesa wa chuo kikuu. Hicho ndio kitu ambacho hata nilikuwa naenda kusoma Doctor of Medicine, lakini nitakuwa mwalimu, nitakuwa huko. Kwa hiyo kokote ndio baadaye nikasema kwa kweli lengo langu tu ni kutaka kufundisha chuo kikuu. Kwa hiyo sasa nitakapoenda hapa huko nitafundisha. Kwa hiyo ghafla ile baada ya kumpata Yesu na kuona uzuri wake na kumshukuru Yesu amekuja kwenye maisha yangu, kulikuwa na reorientation ilitokea kwenye maisha yangu. Sasa sikutamani tena kufundisha physics, kwa natamani kufundisha physics na kufundisha chemistry na kufundisha na vitu vinavyo. Sasa sikutamani tena kufundisha hivyo, nikaanza kutamani kufundisha watu Yesu. Akili yangu, tamaa yangu, matamanio yangu yote ikawa ni kuwafundisha watu Yesu, na nikaanza kufundisha Yesu chuo kikuu hapo. Napita chumba kwa chumba nawaambia habari za Yesu. Ikiwa tukija likizo, ninawahi chuoni, wanafunzi wanapokuja wageni wale fesio wakitaka kuhubiri tu habari za Yesu, watu wampate huyu Yesu, watu wampokee huyu Yesu. Hata nilipomaliza chuo, nashukuru Mungu, wakati watu wanaenda kutafuta kazi, mimi huku Yesu akaja akaniambia nenda mkoa fulani. Ninafika kule akanipeleka huko vijijini huko wapi kufanya kazi ya injili. Unapita unatembea kwa miguu, kuna kule unatembea. Na yule mkoa wa Arusha unatembea Masaini kule, kuna volkani Kiswahili, unaweza kufika udongo ule vumbi ukatumbukia mpaka huko. Kwa hiyo unapita huko, lakini ndani yangu nina furaha, ndani yangu nina amani. Naenda kuambia watu Yesu, naenda kuwapa watu Yesu, naenda kuwapa watu Yesu, naenda kuwapa watu Yesu, naenda kuwapa watu Yesu. Hiyo ndio ikawa kiu yangu na ikawa ndio shauku yangu. Haleluya, haleluya. Nikawa nasikia hivi ndivyo navyoweza nikamshukuru Mungu kwa ajili ya huyu Yesu. Alibadilisha akili zangu, alibadilisha vipaumbele vyangu, alibadilisha matazamio yangu, alibadilisha mwelekeo wangu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Nilikuwa ni hali ngumu, ndugu zangu wakawa wananifuata kule, wanakuta nimechoka, lakini nina amani, ninamhubiri Yesu. Haleluya. Nina viatu vyangu vile vilikuwa vimetoboka huko chini, vumbi linaingia, wakati mwingine unatembea kwenye mvua zikinyesha, maji yanaingia na hizo socks kule ndani inapata vile viungo vya maji na vumbi. Baadaye ukivua hiyo socks hapo mahali watu hawakai.
Natembea kilomita 10, unatembea unaenda kuhubiria watu. Na kuhubiria watu na kuhubiria na hapa Yesu anafurahi, watu wanaokoka, watu wanapona. Kutoka pale hata nauli upewi, unatafuta njia shortcut ya kukufikisha kwako kama kilomita 10. Haleluya, haleluya. Lakini ndani yangu nasikia kushukuru Mungu kwa ajili ya ujio wa Yesu, na namfurahia Yesu kwenye maisha yangu. Nilikuwa na simu wakati ule, nikaacha kama naipoteza, kwa sababu watu wananipigia simu, wanapigwa na njoo huku, wanajua ufanye kazi huku, na kwa watu hawajasikia ujaongea nao, waongea na mimi. Kwa hiyo nikakata mawasiliano na ndugu, nikakata mawasiliano na jamaa. Nikiona huyu mtu anaweza kunisaidia kupata kazi, ninahakikisha siwasiliani naye, kwa sababu kila siku mwingine anakuja anachukua na vyeti vyangu, wanaenda kunitafutia kazi. Na mimi naambia jamani, ninayo kazi tayari. Haleluya. Unafanya kazi hiyo, lakini unafurahia kwamba watu wanampata Yesu. Kile ambacho nakisikia ndani yangu, natamani na watu wengine nao wakipata. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaweza tukamshukuru Mungu kwa dhati kabisa kwamba tunaye Yesu, na Yesu yuko ndani yako. Na unapozidi kumtambua ndani yako, moyo wako utazidi kuwaka moto wa Injili. Moyo wako utazidi kuwaka moto wa imani, moto wa upendo. Hauwezi kuzimika ndani yako. Unatambua alikuja kutafuta na kuokoa kilichotokea. Nilikuwa nimepotea, akanitafuta, akanitoa kule, akanileta huku. Ninasema asante, ameniokoa. Nguvu ya dhambi imeishiwa ndani yangu. Hata kama ninasumbuka na dhambi, lakini sasa nina uhakika. Nikikuta kwamba siwezi tena kuendelea, ninarudi kwa Yesu, ananiosha, ninarudi kwa Yesu, ananitakasa, ananipa tumaini, ananipa nguvu, ananipa keo, ananipa shauku, ananipa maono. Ninaiona kesho kutokea leo. Ninaona mwisho wangu kutokea sasa. Sibabaiki tena, nina uhakika na yule aliyeniita. Haleluya! Tunamshukuru Mungu kwa ujio wa Yesu. Kwa hiyo anapobadilisha maisha yako, unatamani abadilishe na maisha ya wengine. Na Mungu ni mwaminifu. Huyu Mungu ni mwaminifu. Biblia inasema kama hakutuzuilia mwana wake wa pekee, alimtoa kwa ajili yetu, atashindwaje kutukirimia na mambo mengine pamoja na huyu Yesu? Atashindwaje kutukirimia na mambo mengine pamoja na huyu Yesu? Atashindwaje kutukirimia uponyaji pamoja na huyu Yesu, ukombozi pamoja na huyu Yesu, baraka pamoja na huyu Yesu, nguvu pamoja na huyu Yesu, amani pamoja na huyu Yesu, furaha pamoja na huyu Yesu, biashara pamoja na huyu Yesu, fedha pamoja na huyu Yesu, kampuni pamoja na huyu Yesu, taasisi pamoja na huyu Yesu, nguvu pamoja na huyu Yesu, mke pamoja na huyu Yesu, watoto pamoja na huyu Yesu, nyumba pamoja na huyu Yesu, kazi pamoja na huyu Yesu, shamba pamoja na huyu Yesu, taasisi pamoja na huyu Yesu, pamoja na huyu Yesu, pamoja na huyu Yesu, pamoja na huyu Yesu. Atatukirimia na vitu vingine pamoja naye. Kama hakumzuia, kama alimtoa akasema nenda, hatukishindwa, kwa sababu alikuwa anaenda vitani. Angeweza kushindwa, lakini Mungu akasema nenda tu kwa ajili ya hao watu, nenda tu kwa ajili yao, nenda tu ukawapate, ukawaokoe, ukawasaidie, ukawarejeshe tena kwenye nafasi zao, kwenye karama zao, kwenye miito yao, kwenye uzima wao, kwenye baraka zao, kwenye neema yao. Uwarejeshe tena kwenye nafasi zao, uwarejeshe tena kwenye position zao, uwarejeshe tena kwenye njia yao, uwarejeshe tena. Kwa nini? Nenda Yesu. Yesu akaja, hakuna ile kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, hakuna ile kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kumangania, hakuna kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kuparangania, ni kitu cha kupigania, ni kitu cha kugombania. Kama wanadamu wanagombania mali, wanagombania vitu, wanagombania vyeo, wanagombania watu, wanawake, wanagombania wanaume, wanagombania magari, wanagombania vyeo, wanagombania nafasi mbalimbali, wanarogana, wanauana, wanachinjana, wakigombania vitu hivi. Yesu aliye wa kweli, aliye wa haki, amejaa neema, amejaa kweli, akasema mimi nitakwenda tu, nitaacha enzi, nitaacha mamlaka, nitaacha nguvu, niko tayari kudharauliwa, niko tayari kushushwa, niko tayari kuonekana si chochote, hata wakinitemea mate, hata wakinipiga ngumi, hata wakiniona kwamba si chochote, niko tayari kwenda. Nikishapita kwenye njia hiyo, nikaimaliza hiyo kazi, nitawapata wengi kwa ajili yetu,
giza, nitawatoa kwenye nguvu za giza, nitawatoa kwenye jehanamu ya milele, nitawaleta kwa Baba, nitawaleta kwa Mungu, nitawaleta nyumbani, nitawarudisha tena. Watakuwa wamepatikana, wale waliokuwa wamepotea watakuwa wamerudi tena, watapata amani, watapata furaha, watapata uzima, watapata mema, watasahau taabu, watasahau mateso, watatembea katika njia mpya. Haleluya! Piga makofi kwa Mungu kwa ajili hiyo. Tunamwambia Mungu wetu asante kwa ajili ya Yesu, asante kwa ajili ya Yesu. Na unapotambua hivyo, unasema kwamba Mungu, mimi ni nani? Si lolote, si chochote pasipo wewe. Haleluya! Weka mkono wako kifuani. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakutukuza. Tuna kila sababu ya kukushukuru kwa kuwa ulitupenda na ukamtoa mwana wako wa pekee ili kila atakayemwamini asipotee awe na uzima. Tunakushukuru kwa sababu tumepata hiyo neema, tumemwamini Yesu. Lakini tunakushukuru kwa ajili ya wale ndugu wengine pia ambao watapata neema na watamwamini Yesu Kristo, watamkubali, watampokea, naye atakuwa Bwana na atakuwa Mwokozi wao. Tunasema asante kwa sababu ulijitoa na ulimtoa aliye wako. Tunakushukuru sana kwa upendo mkubwa namna hii. Tunakushukuru sana, tunakushukuru sana, maana kwa njia yake huyu Yesu tunapata na vitu vingine vyote. Tunapata na vitu vingine vyote katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Hakuna kitu kingine ambacho hatuwezi kupata tena. Heshima na utukufu vyote tunakurudishia wewe. Tunakushukuru sana Mungu wetu, tunakushukuru sana Baba yetu. Umetupa tumaini, umetupa maisha, umetupa maono, umetupa maisha mapya. Tunasema asante. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya wale ambao hawajaokoka na wako tayari kuokoka siku ya leo. Popote ulipo, uko mahali hapa hujaokoka na unataka kumpa Yesu maisha yako, ni wakati wa kumpa Yesu maisha yako. Unaweza kunyanyua mkono wako kama uko mahali hapa hujaokoka, nyosha mkono wako. Uko mahali hapa hujaokoka, usisite, usiogope. Unaweza kuwa uko peke yako. Peke yako. Mungu afanye kazi na wingi. Mungu anafanya kazi na mtu mmoja mmoja. Kwa ajili yako alikuja. Inua mkono wako, tumshukuru Mungu. Wewe ambaye unasema leo nataka kuokoka, leo nataka huyu Yesu aingie kwenye maisha yangu. Inua mkono wako kama uko mahali hapa, ili uweze kumpa nafasi Yesu kwenye maisha yako. Baba, tunasema asante, tunakushukuru Mungu wetu. Tunakushukuru wewe unayeokoa, tunakushukuru wewe unayetakasa. Tunakushukuru Mungu kwa sababu unaokoa. Na yule ambaye anatusikiliza kwa njia ya mitandao na kwa njia ya radio yetu, online radio, YouTube na channel zingine, unatusikiliza na unataka kuokoka, Yesu pia anaweza kukuokoa hapo ulipo. Tutasali sana hii, sema Mungu nirehemu sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nimejua makosa yangu, nimejua na dhambi yangu, na nimejua kwamba ni wewe Yesu pekee uliyekuja kunitafuta na kuniokoa. Na leo ninasema ndio, karibu ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Unioshe, unitakase, unijaze Roho wako awe kiongozi wangu, awe mwalimu wangu siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Piga Yesu makofi mengi. Wewe ambaye umeokoka, nikupe hongera sana. Piga Yesu makofi mengi. Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya ujio wa kwanza wa Yesu.